Mwaka 2025 utanisamehe sana sauti yangu. Yaani mimi mvua ikinyesha hali ya hewa ikibadilika hivi basi sauti nayo na yenyewe nasikia kibaridi. Lakini niko okay. Naamini unaweza nisikia vizuri pia. Karibu sana katika siku njema ya leo msikilizaji. Karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanaeleta kwetu nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na jana tulianza mkasa wetu mpya. Huu ni mkasa mpya ambao tumeanza nao siku ya jana. Na hata wewe pia ambao umeukosa unaweza kutembelea katika YouTube channel yetu ya EFM Tanzania na ukaufuatilia. Ni mkasa mzuri. Anaitwa Meshek na anatuwasilishia simulizi hii. Kuna mahali jana tuliishia msikilizaji. Jana kuna mahali tuliishia pale ndugu yetu anaitwa Meshek akitueleza kwa habari ya maisha yake ya kielimu, akitueleza maisha ya kidato cha 4 na changamoto ambazo alikutana nazo kwa kupitia elimu yake ya kidato cha 4, kukosa fursa mbalimbali. Lakini alikutana na mtu ambaye alimpa elimu ya masuala mazima ya ufugaji wa kuku na akawa hana mtaji au tunaweza tukasema msingi wa kujikita kwenye biashara ya ufugaji wa kuku wa mayai. Na mwisho wa siku na yeye akaamua kujoin na timu ya huyo tajiri sasa ambaye ndo ana miradi hii ya kufuga kuku wa mayai. Na anatueleza akiwa huko kuna vitu vingi alijifunza, lakini kusudi naye anatamani siku moja naye aje awe ni mfugaji mwenye mafanikio makubwa hapa nchini Tanzania. Karibu sana, leo tusoge mbele zaidi maana ndugu yetu Meshek anashia nasi mengi. Karibu. Ripoti ya leo. Yes, tunayo kampeni yetu ya Jikune ambayo ni ya kutimiza miaka 11 ya EFM. Naamini umesikia katika vipindi mbalimbali na matangazo yetu ambayo pia yanaendelea kuruka. Tunasherehekea miaka 11 ya EFM. Hii ni miaka ya kufurahia na ni miaka ambayo tunakushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na tuna zawadi ambazo tumekuandalia wewe kama msikilizaji na tunakufikishia katika mazingira yako hapo ulipo. Zawadi ni nyingi. Tuna TV, tuna friji, lakini pia tuna simu. Kuna mshindi wetu jana nilimpa simu na alinipromise kwamba atakuja kuifuata. Na mimi nilikuwa na mngoja and bado naendelea kumngoja, yani akija atachukua simu yake hapa live. Lakini pia tunaendelea kutoa zawadi, ziko nyingi sana. Kuna kulipiwa kodi, kuna kulipiwa bill za maji, kuna kununuliwa umeme. Kwa hiyo ukiwa ni msikilizaji wetu wa karibu sana, sio umeanza kutusikiliza kwa miaka mingapi sasa, lakini kwa miaka yote, hata kama tu na siku 2, wewe ni msikilizaji wetu na unaweza kupata nafasi hii ya kupata hizi zawadi. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, ukiwa unatumia mtandao wa Airtel au unatumia mtandao wa Yas, unafanya hivi: unapiga nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli, nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli unapiga. Ukipiga kuna maswali utaulizwa hapo. Kuna vitendawili, kuna methali, kuna nahau, yani maswali tofauti utaulizwa ya kihistoria, na ukijibu una nafasi ya kupata zawadi katika hizi mimi nimekuambia. Inawezekana ukapata, wengi wanapata, na hata wewe una nafasi ya kupata. Basi ingia kwenye hiyo menu na leo mambo ni mazuri zaidi.
Ndio, anaitwa Meshaki akiendelea kutujuza haya mengi katika safari yake ya maisha. Na Meshaki anasema, mimi ni kijana ambaye nimeishia elimu ya kidato cha 4. Nimepitia changamoto nyingi sana katika utafutaji. Na ndio maana mimi ninapopata nafasi ya kusimama nikikutana na kijana namwambia elimu ni ufunguo wa maisha. Unajua katika maisha ambayo tunaishi kuna wakati mwingine unaweza usione faida ya elimu. Maana wako watu ambao tunawaona ni family member wetu wana elimu, lakini tunasema mbona wapo tu hawaeleweki. Mbona watu wenye elimu ndio ambao wana maisha magumu. Wale ambao walikuwa na sifa kubwa za kielimu, mbona wao ndio maisha yao magumu. Na wale ambao walikuwa labda wako kitaa nini, wao ndio wenye mafanikio. Hizi lugha zipo na zinatufanya hata sisi ambao tunapambana kielimu uone kwamba elimu sio kitu. Mbona fulani ni chawa tu, mbona fulani ni hivyo tu, anapiga mdomo nini na mambo yake yanaenda. Lakini mimi binafsi ninazungumza, elimu ina nafasi kubwa sana kwenye hatua za maendeleo kwa mwanadamu. Nilipita sana na mpaka sasa hivi ndo bado naendelea kujitafuta, lakini namshukuru Mungu kwa bidii yangu ya kazi. Ina maana hapo kwa kutumia nguvu zangu, uaminifu pia ambao nimekuwa nikiuonyesha, nimepata kibali mbele ya bosi wangu. Na bosi wangu sasa ananiambia anataka kunipa majukumu, niwe mtu ambaye nitakuwa nikisimamia kitengo. Yote haya yeye ameshia na mimi, lakini anazidi kuniamini na anataka tuende mjini sasa. Kuna majukumu anataka kunipa, anasema nataka tukazungumze, tuwekane sawa, tuelimishane. Ukirudi nataka ufanye kazi yako vizuri. Maisha kia anasema, basi ni kweli nilipata usafiri kutoka kwa bosi wangu ambaye tulitoka huku mashambani na moja kwa moja kuja mpaka mjini, na alinikabidhi pesa. Nakumbuka alinipa shilingi 300. Akaniambia, najua una mambo mengi unataka kufanya, nenda ka enjoy, tembelea ndugu, apelekee chochote, najua una pesa zako za ziada, mimi nimekupa tu katika nyongeza. Unajua huyu ni bosi wangu. Ukiwa na bosi afu anakuwa mshikaji kama hivi, unajua poa sana. Nikamwambia bosi asante sana. Kwa hiyo nikarudi nyumbani. Ndio nimetoka mashambani, shambani sio kama mjini, lakini nimekuja na zawadi. Nimewaletea vitu nyumbani, wakafurahia kunipokea, na hii ni heshima kubwa sana. Nilipata experience nilipokuwa nyumbani. Nataka nikwambie, unavyozidi kukaa nyumbani kwa babako, kwa mamako, unasema ndio sasa niende wapi? Mimi hapa si ndo kwa babangu bwana, hapa si ndo kwa mamangu bwana, lakini una wadogo zako. Yaani kuna muda mwingine unajua tatizo linatokea hata umeme tu umeisha. Unaambiwa kaka umeme umeisha, wewe mwenyewe unatoa macho. Yaani mpaka watu wanasema kaka bwana. Yaani yeye kila siku anaga hela. Unaweza kukuta hata uaga unarudi unaachoa chakula, kuna muda unarudi unafungua kwa masufuria hakuna kitu. Wewe unamuuliza nani? Yaani unamuuliza nani? Wewe mwenyewe unaona hapo watu wamenichoka, waone hata thamani yangu. Lakini unarudi kama hivi na vijizawadi na nini, watu wanakuchangamkia, wadogo zako wanakufurahia, heshima yako inakuwa kubwa, watu wanataka kusikia nini unafanya, mipango uliyokuwa nayo. Kwa kweli ni heshima. Nilipokelewa vizuri, na mimi nilikuwa na muda mzuri sana na ndugu zangu. Lakini tulipata nafasi ya kuzungumza mimi pamoja na bosi wangu ambaye aliniita mahali, na tukapata chakula, na akaniambia mafanikio yanabebwa na vitu vingi sana. Aliniambia hii sentence ya kwanza, watu wengi wanafuga, unajua. Nikaambia ndio. Kwa nini wengine wana survive? Kwa nini wengine wanaona hii biashara haiendi? Nikamwambia nakusikiliza bosi. Akaniambia kwa sababu kila nyuma ya biashara, kila biashara unayoiona, nyuma ya biashara lazima kuwa kuna nguvu ya kuisogeza hiyo biashara. Hii ni sentence aliniambia pia. Nikamwambia sijakuelewa. Akasema utanielewa, kwa sababu nimekuchagua na nakuamini, nataka tufanye kazi. Nimekwambia hivi, wangapi watu wanafuga? Si unasikia kuna watu wameweka pesa zao, kuna watu wamesikia elimu ya ufugaji, wamechukua pesa nyingi, wameamua kwenda kununua mpaka maeneo,
wametengeneza mabanda kwa gharama kubwa, wamenunua vifaranga wameka. Kuna siku aliamka wakuta vifaranga vyote vimekufa. Kwa nini wengine wana survive, kwa nini wengine hawa survive? Akaniambia tena, kila biashara unayoiona yenye ukubwa unaoona inakuvutia machoni, ina nguvu. EFM, Nembo ya taifa, uniambie kitu. East Africa. Ripoti ya leo. Yes, ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Mesha kiakishia nasi katika safari yake ya maisha, msikilizaji. Basi wakati nikiendelea kukukumbusha miaka yetu 11 EFM, basi na wewe zawadi zipo hapa. Una nafasi ya kujichukulia mojawapo katika kutimiza miaka 11 EFM tangu matangazo yetu yalipoanza kuruka live. Kwa ambao unatufuatilia pia kupitia YouTube channel yetu, mimi nawaona hapo watu wa YouTube, jamani, zawadi hizi pia zipo kwa ajili yenu. Utasema mimi Vero niko mbali, mimi ni mdau wenu lakini niko mbali, na kuaje? Hakuna kinachoshindikana, yani itakufikia tu. Yes, basi tunafanya hivi. Hakikisha tu unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia mtandao wa Airtel, unatumia mtandao wa Yes. Ingia kwenye menu ya simu yako, piga nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya redi, piga. Utaulizwa ni methali, vitendawili, ni maswali ya historia ya kisayansi. Jamani, maswali ni mengi, ila utapenda sana. Utajibu maswali, unaweza kujibu moja, ukajibu mawili hivyo, lakini utakapojibu una nafasi basi ya kujipatia zawadi yako, rafiki yangu. Kabisa. Ndugu yetu anaitwa Mesha kiakishia nasi haya katika safari yake ya maisha. Mesha anasema mimi niko na bosi wangu na tuko tuna mazungumzo, na akiniambia mwanzo kabisa na mazungumzo muhimu sana na wewe. Nazungumza haya muhimu na wewe kwa sababu nakuamini. Akiniambia wengine wanafuga, kwa nini wengine hawasogei? Si tunafuga tunasogea, ni kwa sababu nyuma ya kila biashara unayoiona iko nguvu. Akaniambia kuna jukumu ambalo mimi wanalifanya muhimu sana, na sio kila mtu anaweza akafanya. Ni mtu ule ambaye unamwamini. Mimi nimekuamini. Kuna zoezi ambalo waga nalifanya kwenye lile eneo. Nimekuchagua katika hiyo nafasi kwa sababu utakuwa pia ukisimamia hilo swala. Nikamwambia jambo gani bosi? Akasema huna jambo kubwa la kufanya. Biashara hizi tunazifanya zinahitaji akili, zinahitaji maarifa sana, lakini zinahitaji nguvu. Na nguvu haya panapoizungumzia, hizi biashara zina uchawi mwingi. Kwa hiyo nazungumza namna ya kulinda biashara yako. Biashara ina maana lazima walete watu ambao wanaweza wakafanya jambo pale. Kwa kikubwa ambacho pale kwa tunakifanya, kuna misimu ambayo waga tunafanya sacrifice. Kwa hiyo ninakuteua kuwa msimamizi. Yani wewe nakupa nafasi, mimi nisipokuwepo wewe ndo in charge wa kila kitu. Nikamwambia bosi, kio kikubwa sana. Akasema ni kwa sababu wewe pia ni mkubwa, na wewe pia una ndoto kubwa,
Unajua unavyozungumza na kijana unamuona kijana anafikiria wapi. Kuna mwingine anafikiria amiliki chumba kimoja, aweke sabufa, aweke kochi yake hapo moja maua, awe na TV nchi 30 ngapi. Kuna kijana mwingine ukizungumza habari ya chumba kimoja anasema nataka nipange nyumba nzima. Mwingine anakuambia nataka nijenge. Mwingine anakuambia sijenge nyumba ya chini, nataka nijenge gorofa. Mwingine hazungumzi habari ya gari ndogo, hana gari lakini anazungumza habari ya gari kubwa. Mwingine anazungumza habari ya miradi mikubwa. Kwa hiyo mimi mwenyewe pia napima, najua mtu ambaye anawaza vitu vikubwa. Wewe una vision ya kufikia vitu vikubwa, na mimi nataka nikuonyeshe namna ambavyo watu wanafika kwenye vitu vikubwa. Hauwezi kumiliki vitu vikubwa kama wewe pia hujawa mkubwa, na kuandaa kuwa mkubwa na vitu vikubwa vitakusogelea. Nikamwambia niambie, nifafanulie, maana mimi niko gizani. Nielezee nini hasa kinakuwa kinafanyika ambacho mimi napaswa kusimamia. Akaniambia vizuri, unaona sasa tunazungumza lugha ambayo tunaweza tukaelewana. Kuna watu wanakuja pale. Kikubwa ambacho kinafanyika huwa tuna zoezi tunalifanya la kufanya sacrifice ya mifugo. Kwa hiyo tunatoa sadaka. Na sadaka ambayo mimi huwa natoa kwa level nilizofika ni sadaka ya ng'ombe. Kwa hiyo anachimbwa ng'ombe pale, anafukiwa, na hilo zoezi linapofanyika tunaondoa watu wote pale. Nakumbuka na mimi nikiwepo, siku anajua nini kinachoendelea, lakini kuna siku ambayo tuliondolewa wote. Kwa hiyo hata mimi niliambatana na wenzangu, tulitoka nje kabisa ya mji huko kwenda kutembea. Sasa kwa sababu siku anajua, na hata mnapewa na pesa kabisa, nendeni jamani mkafanye shughuli zenu, mtarudi kesho. Utake usitake unaondoka. Kwa hiyo kumbe ndo siku hizo ambazo zoezi hilo linakuwa linafanyika. Lakini mimi namjua mtu ambaye yeye ndo in charge, yani mtu ambaye amekuwa kiongozi wetu, amekuwa kituongoza. Ina maana yeye ndo alikuwa msimamizi wa haya yote. Lakini hilo swali mimi sikuuliza. Nikamwambia boss, mimi sio mfanyaji, mimi ni msimamiaji. Ina maana nikusimamia hiki kitu kifanyike. Akasema kabisa, nikusimamia lakini kuwa msiri wangu. Hivi ni vitu ambavyo vitokeo kuropokwa na watu. Watu wakaanza kusema biashara yetu inafanikiwa kwa sababu tunafikia mbuzi, tunafikia ng'ombe. Hivyo sio vitu vizuri. Nikamwambia bosi, umekuwa kaka kwangu, na mimi ninakuahidi nitalisimamia hilo zoezi vizuri. Sitaki kuingilia kuhusu mambo ya imani. Hicho ndicho ambacho unakiamini. Kwa hiyo nami niko hapa kwa ajili ya kusimamia hicho ambacho unakiamini ili kiweze kufanikiwa. Akasema sio tu nakiamini, ni kwa sababu inakuwa kufikia level na mimi nilizofika, magari yanapishana hapa, sio kitu rahisi. Tafuta wafugaji waulize wakwambie vita ilivyokuwa kubwa ya swala zima la ufugaji, atakueleza. Kwa hiyo ili usurvive lazima uwe na nguvu. Nikamwambia nimekuelewa. Haya yalikuwa ni mazungumzo yetu, na tulizungumza na alikuwa na furaha sana. Na mimi uwezi amini, sikuwa na ugumu wote. Yani sikuona kama ile jambo ni gumu. Yani kwa mimi nilisema ni watu wanakuja kufanya, so mimi nasimamia. Kama ni kuondoa watu waondoke na nini nafanya. So shida nini? Mimi sioni shida yoyote. Akaniambia basi wewe utapumzika, embu kaa kama wiki moja. Yani nimekuja hapa siku ile tunaondoka tunakutana, nilishapumzika kama siku 3. Yani nimefika hapa nyumbani pilika za hapa na pale siku 3. Nimeonana naye ananiambia niwe na wiki ya kupumzika. Sasa mimi niseme nini? Nikamwambia sawa, nashukuru bosi wangu umenipa hiyo nafasi, lakini pia alinipa pesa nyingine. Na hapa alinipa 200,000. Unajua mimi kwa huyo bosi si kitu. Nazungumza hivyo kwa sababu nimekuwa pale ni mtu wa chini kabisa mwenye kufanya kazi za chini. Lakini leo ndo ananipa haya majukumu makubwa, na elimu yangu ni kidato cha 4. Na kati aliyekuwa msimamizi pale ni mtu ambaye alikuwa naona yuko naona ni mtu ambaye ni rafiki yake wa karibu sana.
Yani ni mtu ambaye kama ni watu wali struggle pamoja kutoka sehemu. Kwa namna ambavyo alikuwa anamzungumzia ni kama watu ambao wametoka mbali sana. Sijui nini kilichotokea, lakini mimi nikawa tu niko nyumbani nimetulia. Nakumbuka siku zimefika kama 5 hivi. Na ngoja kama wiki sasa itimie ndo nianze mdogo mdogo. Kuna mshikaji mmoja alinicheki. Mshikaji alinicheki kwa simu. Mambo vipi? Nikamwambia poa. Uko wapi? Mbona hatukuoni? Nikamwambia mimi niko fresh. Akanambia nimekupigia simu bwana, bosi wetu anaumwa. Nikamwambia bosi gani? Akanitajia yule ambaye alikuwa ni msimamizi pale, yani bosi wetu ambaye amekuwa akitusimamia. Aliposema nikamwambia nini shida? Akasema bwana hadi amerudi huko kwao, hayuko vizuri. Nikamwambia shida ni nini? Akasema alianza tu kuumwa kichwa. Kaenda akaambiwa ni malaria, hali yake imezidi kuwa mbaya, kwa hiyo wamempeleka huko, naona yuko kwa mke wake huko. Nikaona nikufahamishe, maana nikawa nawe sijui unaendeleaje. Nikamwambia mimi niko poa. Unarudi lini? Nikamwambia naweza nikarudi siku 3 hizi pengine. Akaniambia poa. Na mimi sikuwaza sana kwa sababu nilikuwa najua ni maradhi tu. Sisi binadamu miili yetu sometimes inachoka, tunahitaji kupumzika. Lakini pia wakati mwingine maradhi yanaweza kukushambulia na ukatumia dawa ukarejea katika hali ya kawaida na majukumu mengine yakaendelea kama kawaida. Kwa hiyo sikulifikiria sana hilo. Na mpaka siku imefika, mimi nakumbuka nilimjulisha bosi kwamba sasa naona siku zile ulinipa zimefika. Akaniambia sawa, lakini usiondoke, nitaondoka na wewe, nitaenda kukabidhi kwa mtu. Nikamwambia sawa bosi, na ni kweli nilingoja. Alipokuwa tayari aliniambia twende, tuliambatana naye. Na kweli kabla hatujafika shambani, yani kwenye mashamba ambayo ndio shughuli zake anafanyia ufugaji, alinikutanisha na mtu. Maisha yake anasema alinikutanisha na mtu. Nakumbuka alikuwa ni mbaba mmoja. Alikuwa mbaba mmoja mtu mzima. Alikuwa amefuga ndefu hivi. Amevaa zake kanzu, amependeza, yuko very smart. Akamwambia, huyu bosi wangu akamwambia, huyu ndo kijana yule ambaye tulizungumza kumuhusu na ndio msimamizi sasa wa kila kitu. Huyu mzee akaniangalia, akasema safi. Ninaona combination zenu zinaenda kupick big business, yani big business, biashara kubwa. Alizungumza hii sentence. Na huyu baba, yani huyu bosi wangu alikuwa anasema unajua biashara zinahitaji watu. Yani uwezi ukafanya kila kitu mwenyewe, unahitaji watu ambao wanaweza ukao umewajaa ndani ya mioyo yao. Watu ambao wako na wewe kila nyakati, wanajali, wana huruma na kitu unachokifanya. Lakini watu wenye tamaa, watu wasiokuwa na huruma, sio watu ambao mnaweza mkakua kwenye biashara. Biashara inakuwa endapo kuna lugha moja inazungumzwa. Huyu ana mawazo hivi, huyu ana mawazo, huyu anawaza tufike mbali, huyu anawaza biashara ife. Inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo huyu sasa anasema kwamba kwa umoja wetu sisi tunaweza tukafanya biashara ikawa kubwa sana. Kwa elimu yangu, kwa uzoefu wangu wa maisha, kwa hiyo mimi nilivyoibeba ni namna njema kwamba nienda kusimamia kwa makini, kwa uaminifu mkubwa. Nitafanya majukumu yangu inavyopaswa. Ndivyo ambavyo mimi ninaaminika kwa namna ambavyo nitaenda kusimamia. Sina elimu, lakini nina uzoefu. Nimekuwa hapa sasa miezi kadhaa, siku zimesogea, ninaweza kufanya kitu. Huyu bosi wangu akasema, huyu sasa anakuwa ni mtu wako kwa sababu ni mtu wangu pia. Huyu ndiye atakuwa anakuja katika yale majira nilikwambia. Na ndiye atakuwa akikupa mwongozo. Niwepo nisiwepo, hii biashara na kukabidhi mikononi mwako.
Nikamwambia bosi, nimekuelewa. Huyu mzee akasema, ukiaminika na wewe onyesha kuaminika, onyesha bidii. Huyu ni mtu mwenye familia yake, ana ndugu zake, lakini sasa hivi hatuchukui tu ndugu kwa sababu ni ndugu zetu. Hapana, tunachukua watu ambao tunaamini wana uwezo mkubwa, wanaweza wakafanya vitu vikubwa. Hatutazami tena hivyo kama zamani, maana unaweza kukusanya tu ndugu huko mashambani na stili wakakuibia. Tunatafuta watu ambao wako makini, tunaweza tukasogea mbele zaidi. Kwa hiyo umeaminika, kafanye kwa bidii. Huyo mzee aliniambia, nikamwambia nami nitafanya hivyo. Meshaki anasema, nakumbuka hakukuwa na chochote ambacho kilizungumzwa pale tofauti na haya. Na mimi nilipelekwa moja kwa moja shambani. Kwa sababu nimefika kule shambani, kiongozi wetu ambaye alikuwa ndo kiongozi ambaye anasimamia kila kitu. Unajua kuna tu vitengo tulikuwa tumejiwekea. Unajua ofisi inakuwa na vitengo, huyu anashika hiki, huyu anafanya hiki, eneo la fedha si nini, kuna ripoti fulani hivi, kuna mzigo unatakiwa. Kwa kuna tu vitengo tuna viongozi, lakini kuna yule ambaye ndo mkubwa, yule ambaye ndo msimamizi, ambaye ndo unasema nimekuwa nikijua kama ni mtu ambaye ni rafiki yake wa karibu. Sasa hayupo. Sasa bosi alivyo introduce mimi kwa wale member, akasema jamani, tunajua hali ya mwenzetu, amepata maradhi anamsumbua ya hapa na pale, lakini kazi lazima ziendelee. Na nyinyi mnajua kazi lazima ziendelee. Hapa uhitaji ni mkubwa sana, na lazima tufanye kwa bidii kweli kweli. Unaona? Na kumbuka ndoto tulizokuwa nazo za kufanya mambo makubwa zaidi. Sasa tunaona hapa kwenye uongozi hapa kuna mambo yamelega. Nimeona ni vyema tumtafute mtu atakaye kaimu nafasi ya kiongozi wenu. Huyu bosi ndo alisema hiyo sentence. Na nimtangaze rasmi yule ambaye atakaimu hii nafasi mpaka pale ndugu yetu mpendwa wetu atakaporejea katika hali yake ya kawaida na kurejea kwenye kazi. Atashika nafasi yake, na maana atakabidhiwa nafasi yake na kuendeleza. Amefanya kazi kubwa sana, na nyinyi mnajua tuna sababu ya kumpongeza. Kwa hiyo sisi tulioko timu kweli tukapiga makofi kwa kumpongeza, kwa sababu kweli amekuwa ni mchapakazi. Mimi tangu nimefika hapa ni mtu hodari sana, ni mtu mwenye uwezo, lakini zaidi pia ana elimu. Sasa mimi naenda kumkaimu mimi mwenye elimu ya kidato cha 4, lakini nimeaminika kwamba ninaweza nikafanya, kwa sababu niliona vitu wanavyovifanya na mimi naweza nikafanya. Na nikatangazwa. Jamani, tunamtangaza rasmi kabisa kwamba Meshak ndio kiongozi ambaye anachukua nafasi ya bosi wenu. Tunamjua, ni mchapakazi, ni mtu makini, ni msikivu, atawasimamia vizuri mpaka pale bosi wenu atakaporejea katika hali ya kawaida. Kwa hiyo basi ndugu zangu wakanishangilia pale, si nimekaimu. Unajua kukaimu ina maana ni kuishikilia nafasi ya mtu ambaye hayupo. Yes, tuko tunazungumza kuhusu maisha, msikilizaji, maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayewasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Anaitwa Meshak. Meshak ana mengi anashare pamoja nasi. Meshak anatueleza haya. Meshak anasema basi nimepata nafasi ambayo sasa mimi ndiye ambaye ninaenda kuisimamia. Kwa hiyo kwa sababu yule mwenzangu anaumwa, kwa hiyo ilikuwa sio shida sana. Tofauti na yule mtu kwa mfano haumwi, mpo alafu anapunguzwa nafasi, na maana inaweza ikawa ni vita, lakini haikuwa vita kwa sababu mtu huyu yuko anaumwa. Na mimi nilibeba kama vile alivyoniambia, lakini baadaye aliniambia nimekutangaza hivyo ili kutokuleta taharuki, lakini mimi nataka wewe ndo uendelee kufanya hii kazi. Atakaporejea nitaona nitamweka wapi.
Sijui kuna shida gani baina yao, lakini kiukweli sikuwahi kuona kama wana tofauti. Sijui au sijawahi kufuatilia, lakini sijaona chochote. Ikawa hivyo. Mimi nilianza kufanya majukumu yangu, na kikubwa niliomba wenzangu wanipe ushirikiano. Kwa sababu kuna tu vitengo ambavyo kila mahali kuna viongozi. Nikiwaomba wale tushikamane, tuhakikishe tunafanya kazi kwa bidii. Na kikubwa ambacho nilikuwa nataka nikipunguze ni mianya ya kuiba. Mianya ya kuiba. Na mimi sasa kwa sababu nimekaa hapa kwa muda, najua watu wanaiba vipi. Upigaji upo. Yaani kadri unavyozidi kuzuia upigaji, watu ndio wanazidi kuwa na mbinu. Unajiuliza, jamani, watu wanapiga mpaka mayai. Sasa mayai hapa yanatoka tray na matray. Kuna wakati mwingine tuna mzigo unakuwa ni mkubwa. Mkubwa kweli kweli. Kwa hiyo wapigaji wapo, na mimi najua namna ambavyo watu wanapiga. Na mimi nimewahi kushiriki kupata percent katika upigaji kwenye hizi shughuli zinafanyika hapa. Kwa hiyo nawaambia najua mnaiba, lakini bosi ana kauli yake moja, anasema ole wako ukikamatwa, kwa sababu utabeba mzigo wa wengi. Na yeye bosi anasema nikwambie, mimi sitakufukuza tu kazi, nitakuweka ndani. Yaani utaenda tu kusota, alafu utanilipa pesa zangu. Utachangisha ndugu zako huko mpaka walipe pesa zangu. Kwa hiyo nawakumbusha hiyo kauli ya bosi, jamani, tukae kwa tahadhari. Upigaji sio kitu kizuri, tutosheke na mishahara yetu na vitu kama hivyo, si unajua tena. Lakini mwisho wa siku mimi kamishahara nilikokuwa nakapokea, na maana kameongezeka kutoka kwenye nafasi ya kuwa kibarua. Sasa hivi mimi na nafasi ya kuongoza wenzangu. Nikiwa naendelea kufanya pale kazi, nakumbuka mshikaji mmoja ambaye alikuwa ni rafiki sana na mshikaji ambaye ameondoka. Akaniambia, unazari wewe? Yaani unazari? Nikamwambia kwa nini? Akaniambia, unajua mimi wakati anazungumza habari ya kwamba kuna mtu anamkaimu mshikaji, sikuwaza kama ni wewe. Yaani sikuwaza kama ni wewe. Kwa sababu wewe umekuja umewakuta hapa watu. Kuna watu wako na experience ya hii shughuli miaka mingi sana. Inawezekanaje sasa yani? Inawezekanaje yani wewe hapo ndo ukawa yani unaonekana kuliko wenzako? Nikacheka, nikamwambia nikwambie kitu. Mimi nimekaimu nafasi. Sijachukua nafasi ya mtu. Akasema ndio unajiuliza kwa nini ukaimu? Na kati kuna watu wana sifa ya kukaimu. Yaani wako watu hapa wana sifa ya kukaimu. Nikamwambia sasa, unajua mimi sijajiteua rafiki yangu. Umesema vyema. Sina elimu yoyote, sina experience ya kutosha. Nyinyi ni watu wa muda mrefu hapa. Mmekuwa kwenye mvua na jua. Nafikiri maswali kama ungemuuliza bosi pia. Kwa nini mimi aniteue? Ndio akaniambia, unazari kweli. Basi mimi nikacheka tu hivyo kinafiki, tunachekeana kinafiki hivyo. Lakini najua kuna watu hawajapendezwa na nafasi mimi niliyoipata. Nikamwambia vipi, lakini mshikaji anaendeleaje? Anasema nikwambie, mshikaji hali yake sio. Nikamwambia shida nini? Anavimba tumbo. Nikamwambia anavimba tumbo. Kwa nini? Asema yani ameenda huko hospitali, wanamfanyia check up, wanamwambia figo ina shida. Bado wanamwambia hivi, yani magonjwa nini. Sasa si unajua tena watu hawaga tufanye check up. Kwa hiyo ndio hivyo. Nimeongea nao hivyo, anazidi kupambana. Lakini bosi naye anampiga tafu sana. Yani bosi wetu huyu. Nikamwambia tuzidi kumuombea. Tukaendelea kufanya kazi. Tumeendelea kufanya kazi. Unajua mimi alivyonieleza yule bosi yale maneno, tulizungumza naye kule, akaniambia si biashara ina nguvu. Mimi nimefanya hapa miezi 4. Hakuna chochote ambacho mimi niliona. Nilikuwa tunapiga tu kazi, tunapiga kazi. Ananipongeza, kazi nzuri. Nilichagua mtu makini. Piga kazi hivyo. Sasa siku moja tukiwa tupo kwenye shughuli hapa, mshikaji ndo alipigiwa simu. Huyo mshikaji ambaye nakwambia alikuwa mshikaji wa karibu na huyo mshikaji ambaye alikuwa ndo bosi wetu hapa. Akawa amepigiwa simu, akapewa taarifa ya msiba. Yule mshikaji amefariki.
ilikuwa ni habari mbaya sana, yani tukapokea kwa simanzi. Unajua huyu alikuwa ni mshikaji wetu, tuko naye tunapambana naye kazi hapa, alikuwa na familia pia, yani ana mke na watoto, alikuwa anatokaga anaenda kwa familia yake, yani hivyo. Lakini alikuwa anapambana sana pia kwa ajili ya familia yake. Maskini jamani, amemwacha mke wake mjane, yani hivyo, yani huzuni, tukasikitika sana pale. Wenye kulia wakalia. Hivyo tunafanyaje sasa? Jambo linakuaje hili sasa? Mshikaji akasema hapa, ngoja tuone, lakini na maana tujue utaratibu, tukampumzishe mshikaji. Sasa mimi nikamwambia inabidi ile jambo liwe haraka. Unajua kiimani mambo ya misiba mambo yanatofautiana. Anapofariki mtu ambaye imani yake ni Mkristo, pengine msiba unaweza ukachukua muda kidogo. Lakini pale anapofariki mpendwa yeye akawa ni Muislamu na family member wakawa wako around, ina maana sio kuna watu wangoja wakiwa wanatoka mbali, huenda huyu mtu akazikwa haraka zaidi. Sasa huyu mshikaji yeye alifariki alikuwa ni kiimani, alikuwa ni Muislamu. Kama mimi nikamwambia hofu yangu huyu mtu tunaweza tukajivutavuta hapa, tukaambiwa anaweza akawa anazikwa jioni. Hebu tulifuatilia hilo. Kama taarifa zinapatikana mapema kama hivi, mimi nafikiri tujue mapema. Basi huyu mshikaji akasema poa, na bosi pale akatuambia, bwana, habari ya kusikitisha, nimesikitika sana, mshikaji wangu wa kitambo sana, tumetoka naye mbali, tumeasana naye sana, tumesaidiana sana, sielewi nini ambacho kimetokea, lakini yote nilipata nafasi ya kumuona. Jamani, tunatembea na maradhi, ila Mungu ndo mpangaji nini hivyo, lakini naye aliguswa sana. Kwa hiyo msiba sisi kama wafanyakazi na bosi wetu ulitugusa sana, na hilo pia mimi nilimwambia bosi tusije tukachelewa, inabidi tutoke mapema tushiriki. Na ni kweli katika vitu ambavyo tulivipambania kweli ni wachache tuliondoka na tukaenda kwenye ile zoezi la kumzika mpendwa wetu. Sasa tumemaliza kule, kwa sababu na mimi nilikuwa nimeenda kule kwenye msiba. Mke wake alikuwa naye anaomboleza na ndugu wengine wanaomboleza. Sasa huyu mshikaji ambaye alikuwa ni mshikaji wake, ambaye naona anafahamiana mpaka na mke wake na watoto, yani huyu ambaye nakwambia yeye alikuwa na yeye tuko naye kule, sio unanielewa? Yani ashiria ukaribu na bosi, lakini alikuwa na mshikaji wake mwingine ambaye tuko napiga naye kazi, ambaye sasa nikana anaifahamu pia familia yake kwa ukaribu zaidi. Akawa yupo na ndugu anaongea nao na nini. Kwa hiyo baadaye akaniambia nafikiri tumemaliza. Bosi yuko wapi? Nikamwambia bosi yeye ameshaondoka. Kwa hiyo kuna vitu alisupport pale, si unajua tena bosi nini, alipata nafasi ya kuzungumza, kufariji familia, kumzungumzia marehemu, ahadi ambayo anaweza akatoa kama sehemu ya kumuenzi yeye kama bosi lakini rafiki. Alizungumza vizuri, ilikuwa faraja sana. Sasa sisi timu ndo tumebaki sisi, tunabidi tuende moja kwa moja kule mashambani. Huyu mshikaji akaniambia, unajua nimepata nafasi ya kuzungumza na mke wa marehemu, kuna vitu ananiambia na shangaa. Nikamwambia vitu gani yani? Marehemu alikuwa ana shida gani? Maisha yake anasema, huyu mshikaji akaniambia mke wake mpaka dakika za mume wake yani mke wake anasema mume wake mpaka dakika za mwisho alikuwa anapiga kelele, anasema msiniue. Mimi nikamwambia kwa nini sasa? Yani ni alipata na kichaa au alipata shida gani yani? Anasema sio alipata na kichaa. Wanaamini kwamba ndugu yao karogwa. Yani mke wake anaamini kabisa kwa namna ambavyo amemuuguza. Anaamini mume wake hajafa kifo cha kawaida. Nikamwambia unajua bwana, mimi nikwambie haya mambo haya, nikwambie
Waga yanatokea sana kwa watu ambao hawajaumwa muda mrefu. Mtu kaumwa hivi kama miezi kadhaa, mtu alikuwa anafanya shughuli zake mara papa kaondoka, waga kuna hoja nyingi sana zinatolewa na watu husema, lakini kifo mpangaji ni Mungu. Wewe mshikaji akasema we, nikakwambia kuna kifo mpangaji ni Mungu, lakini kuna watu wengine wanaweza kukutanguliza mapema. Mimi nakwambia watu watanguliza mapema wenzao wapo. Huyu mshikaji inavyosemekana, kwani mimi nimeongea na mke wake peke yake? Hii familia mimi naifahamu, huyu alikuwa ni mshikaji wangu. Mshikaji wangu wa karibu sana. Namjua vizuri. Ndugu zake nawajua, au ndugu zake wenyewe wanasema. Yaani wanamuuguza lakini hao maradhi hawaelewi. Yanaibuka leo hiki, kesho hiki, kesho hiki, kesho hiki. Mpaka umauti unamkuta, lakini ndo alikuwa akipiga makelele. Nikamwambia sasa akipiga kelele zaidi pia anasemaje? Msiniue. Okay, wakina nani wasimuue? Anasema nakwambia kitu kimoja ambacho kimenishtua sana. Mke wake anasema anahisi hiyo shida ameipata shambani. Mimi nikamwambia wewe unajua tusitishane, unajua. Yaani hiyo shida imepatikana shambani, yaani kivipi unajua? Yaani kwa nini na mimi nisipate nafasi ya kuzungumza na mke wake? Hata unazungumza na mke wake ndo anakuambia, yani amemuuguza mume wake haelewi. Unajua tulifika shambani. Tumefika shambani huku, washikaji tukawa tunaongea na washikaji nini hivyo. Na yule mshikaji akawa anawaambia wengine sasa kule. Yaani timu anawaambia, sema kwambia mshikaji, ndugu zake hawaamini kama kifo cha kawaida. Wewe nini kelele, alikuwa anapiga kelele, anasema msiniue, lakini kwa maelezo anasema yani kama ni vitu vinajihusisha na mambo ya shambani, yani huku. Acha tusitishane bwana, maisha hivyo. Kwamba shambani hapa tunafanya kazi miaka mingapi? Hapa tunafanya hapa hizi shughuli muda gani bwana? Wakati ukifika wago umefika. Sema kibinadamu, wapendo wetu wanapoondoka inakuwa ngumu sana kuamini. Waga tunaamini wakati mwingine ndugu zetu wamesokomezwa huko na watu, lakini no. Kifo kipo, kinatisha lakini kipo. Basi kila mmoja alikuwa na maoni yake, lakini unajua unapopata habari kama hizi na wewe zinakufikirisha. Mimi sikuwa na ukaribu sana na marehemu. Nachojua alikuwa ni rafiki wa karibu sana na huyu bosi, na huyu hapa alikuwa ni mshikaji wake kwenye mambo ya kazi, lakini naona bosi alikuwa ni rafiki yake wa karibu sana. Yaani ni watu ambao walimetoka mahali wanajuana vizuri sana. Kuliko hata huyu mshikaji hapa ambaye yuko huyu nekana wamefahamiana naye hapa kazini, wakatokea kuelewana, akamuintroduce wapi kwa mke wake, kwa familia na vitu kama hivyo. Msikilizaji, nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Leo sauti yangu haijawa nzuri, lakini umenisikiliza. Thank you and God bless you.